Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na nitasoma katika kitabu cha Warumi ile sura ya 8 mstari wa 11. Biblia inasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Tunaona maandiko yanamtambulisha Roho Mtakatifu kwamba yeye huwa anahuisha vilivyokuwa katika hali ya kufa ndani yetu. Tunapoangalia hali ya kuhuisha, ni kwamba kile kitu ambacho kimekufa katika ulimwengu wa roho kinaweza kikaishi tena. Vitu vilivyokufa ndani vinaweza vikahuisha tena. Biblia inasema ya kwamba Bwana huisha uhai wetu, anauhuisha na ujana wetu kama tai. Kwamba ujana wetu unapohuishwa na kurejeshwa kama tai, ana maana ya kwamba katika ulimwengu wa roho ipo nguvu ya vilivyokufa kufufuka, ipo nguvu ya vilivyorudi nyuma kurejeshwa tena katika hali yake ya kwanza. Kwa tunaona maandiko yanamtambulisha Roho Mtakatifu, roho ya Mungu ina uwezo na nguvu ya kunyanyua vilivyokuwa katika hali ya kufa ndani yetu. Inaweza kawa ni afya iliyokuwa katika hali ya kufa, Roho wa Bwana anaenda kuihuisha tena. Yeye ana uwezo wa kurejesha afya iliyokufa ndani ya mwili wako ikarejea tena. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuhuisha na kurejesha amani iliyopotea ndani yako ikarejea tena. Ana uwezo wa kurejesha ndoa iliyokufa ndani yako, mahusiano yaliyokufa. Ni Roho Mtakatifu peke yake anaweza akarejesha tena yale mahusiano yaliyokufa ndani yako. Kuna ile hali ya kufa kiroho kwamba ndani yako husikii tena vitu vya kimungu ndani. Unapambana, yani neno tena la Kristo linakuwa linasikika kwa ugumu ndani yako. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuhuisha hali ya utu wa ndani. Ukaanza kuisikia sauti yake, ukaanza kusikia mambo ya kimungu ndani kwa utu wa ndani, ukayasikia tena kwa upya. Roho Bwana ana nguvu ya kuhuisha vilivyokufa ndani yetu. Kwa tunapoenda mbele za Bwana kumwambia Roho Mtakatifu huisha, ni kitu ambacho Mungu ameachilia katika roho yake, ya kwamba hakuna jambo lisilowezekana, hakuna kilichokufa kisichoweza kuamka tena, hakuna jambo lililokufa lisiloweza kunyanyuka tena, kwa sababu Roho Mtakatifu kupitia roho yake ana uwezo wa kukuamsha wewe uliyekufa ndani ukawa na uhai tena. Anaweza kuamsha biashara iliyokufa ikaamka tena. Ni Roho Mtakatifu unapomkaribisha ndani ya maisha yako, namba moja, huwa anaenda kuamsha vyote vilivyokufa ndani yako. Nataka twende tukamkaribishe Roho Mtakatifu. Ni nini kimekufa ndani ya maisha yako? Je, ni amani imeondoka? Je, ni furaha imeondoka? Je, ni mahusiano yameondoka? Ni nini kimekufa ndani yako? Tunaenda kumkaribisha Roho Mtakatifu ahuishe kilichokufa ndani yako, yale mahusiano yaliyokufa ndani yako, ile afya iliyokufa ndani yako. Roho Bwana anaenda kuihuisha kwa upya. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakuja mbele zako tukikushukuru sana kwa rehema nyingi na neema. Asante kwa ajili ya roho yako Mtakatifu, ambayo kupitia hiyo roho yako uliyoiachilia ikae ndani yetu na tuwe na ushirika nayo. Roho Bwana, asante kwa maana we Mungu aliye hai, kupitia roho yako unaachilia uzima tena, unaachilia afya tena, unaachilia furaha tena. Kila kilicho katika hali ya kufa ndani ya mtoto wako huyu kinahuishwa tena, kinarejeshwa tena. Roho Bwana, asante kwa maana hata ile nguvu ya rohoni iliyopotea inaenda kurejeshwa tena katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Ile shauku iliyoibiwa na kupotea, shauku ya kusoma neno, shauku ya kutafakari neno, shauku ya kuomba, inaenda kurejeshwa katika jina la Yesu. Ile shauku ya kusikia neno lako Kristo, ile
shauku ya kupokea uwepo wako ndani ya maisha yetu. Ile shauku iliyopotea inaenda kurejeshwa katika jina la Yesu. Pokea neema ya kurejeshewa vilivyoondoka ndani ya maisha yako. Pokea neema ya kurejeshewa vilivyokufa ndani ya maisha yako. Kila kilichokufa kinarejea katika jina la Yesu Kristo, kwa maana hakuna jambo gumu Mungu usiloliweza. Baba, asante kwa maana vyote vilivyokufa vinarejea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nakushukuru kwa maana furaha iliyopotea inarejea katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa maana ndoa na mahusiano yaliyopotea, Roho Bwana anaenda kuyarejesha katika jina la Yesu. Asante kwa maana mtaji uliopotea unaenda kurejeshwa katika jina la Yesu. Asante kwa maana ushirika uliopotea na wewe Roho Mtakatifu unaenda kurejeshwa na wewe Roho Bwana, kwa maana umekaribishwa ndani ya mioyo yetu na kukaribisha. Rejesha, huisha, hufufua vilivyo katika hali ya kufa ndani yetu. Bwana Roho Mtakatifu, ondoa hofu ndani ya maisha ya mtoto wako anayenisikia wakati huu. Ondoa wasiwasi na mashaka katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Roho Bwana, asante kwa maana kila kilichokuwa katika hali ya kufa kinarejeshwa katika jina la Yesu. Kinarejeshwa. Kila ambacho kimepotea kinarejeshwa. Tunajua shetani ameiba vingi ndani ya maisha yetu, lakini vyote alivyoviiba atavirejesha mara 7 kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Roho Bwana, asante kwa maana upako wa kurejesha unaachiliwa asubuhi ya leo. Ule upako wa kurudisha vilivyopotea, kurejesha vilivyopotea unaachiliwa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba, ninaomba yale mahusiano ambayo mtoto wako ameyapoteza. Baba, ninaomba ule uchumi ambao mtoto wako ameupoteza. Roho Bwana, rejesha uchumi ambao adui ameuiba kwa muda mrefu. Adui ameuiba. Roho Bwana, rejesha uchumi mzuri kwa jina la Yesu. Ile afya iliyoibiwa, Roho Bwana, rejesha. Ile amani iliyoibiwa, Roho Bwana, rejesha. Kila kilichokufa, Roho Bwana, kiamshe ndani ya maisha yetu. Mambo mema yote yaliyokufa yakaamshwe tena, yakafufuliwe tena kwa Roho yako Mtakatifu kwa jina la Yesu. Baba, tunaharibu na mipango yote ya nguvu za giza dhidi ya maisha yetu. Tunabatilisha mipango yake yote. Sadaka zilizotolewa na mizimu, zilizotolewa kwenye makafara kwa ajili ya kutusababishia uharibifu, zile sadaka zitapata nafasi. Tunaziharibu kwa damu ya mwana kondoo. Sadaka zote za mizimu, sadaka zote za uharibifu tunaziharibu leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Roho Bwana, achilia nuru mpya. Rejesha vilivyokufa ndani yetu katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Nataka uangalie afya yako, utaona kuna nguvu ya kurejeshewa. Roho Mtakatifu huwa haachi chochote ukimkaribisha. Usikubali kukaa peke yako. Usikubali kupambana wewe kwa akili yako. Roho Bwana ana uwezo wa kurejesha vyote vilivyokufa. Mwambie Roho Bwana, vyote vilivyopotea, vilivyokufa, ninavyovijua na nisivyovijua, ninaomba Roho Bwana kwa mafuta yako uvirejeshe vyote. Ninavyovijua na nisivyovijua vikarejee kwa jina la Yesu. Mungu wangu akubariki sana. Basi kabla haujashika sadaka yako, ninaomba nitoe tu tangazo kwamba kesho, siku ya Jumatatu, tuna mfungo wetu wa siku 7 kama ilivyo kawaida, kwamba tuna mfungo kila mwanzo wa mwezi. Ile wiki ya mwanzo ya mwanzo wa mwezi tuna mfungo huo, na kesho tutakuwa tuna mfungo. Lakini wiki hii tutaenda sawa sawa na ratiba ambayo Roho Bwana ameiachilia. Tutaenda kuomba Bwana tupeleke kutoka utukufu hadi utukufu. Utakuwa ni mfungo wa from glory to glory. Siku 7 tutakaopelekwa utukufu mpya. Siku 7 vitu vyetu vitakavyopelekwa from glory to glory. Mungu wangu akubariki sana. Jiandae vizuri kufunga. Hakikisha unakuwa ni mmoja wapo wa waliofunga. Usikubali kuendenda hivi ukawa unasikia watu wanafunga tu. Usidhani ya kwamba uko salama. Hapana, kuna vitu vyako lazima uvikomboe. Lazima kuna mahali uende from glory to glory, kutoka utukufu hadi
utukufu, lazima ukubali kulipa gharama. Lazima ukubali kulipa gharama. Kama unatamani kwenda utukufu mpya, lipa gharama. Na moja ya kulipa gharama ni kujitenga katika chakula, kujitenga katika mambo muhimu, na kufunga na kutafuta uso wa Bwana ili tupelekwe kwenye utukufu mpya. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako, ambapo ndani yako unakuta kuna vitu natamani Roho Bwana viamshe tena, Roho Bwana vifufue tena ndani yako. Utaiachilia hiyo sadaka yako ya kumsihi Roho Bwana aamshe vilivyo katika hali ya kufa ndani yako, na utashuhudia mambo makubwa. Basi utaachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki, nawe na wakati mwema. Amen.